Wanawake, kama unajua wewe ni mwanamke mwenye bado hujaolewa, tafadhali naomba ukaribie na usikie hii. Unajua wewe ni mwanamke ambao hujaolewa na siku moja unatamani kuolewa, na bado kwenyu mnaishi maisha ya umasikini, ya ufukara sana. Tafadhali weka mambo ya kuolewa kando. Shughulika vile utajitoa kwa maisha ya umasikini, shughulika vile utajitoa familia yako kwa maisha ya umasikini. Ndio mwanaume ambaye atakuja kukuoa aweze kukuheshimu. Sawa sawa? Mumeona Pastor Ng'ang'a vile ameaibisha mke wake mbele ya kanisa, mbele ya umati ya watu ambao wanafaa kuheshimu yule mwanamke. Pastor Ng'ang'a anasimamisha mke wake, anamwambia simama uelezee watu vile lilikutoa mkuru kwa jenga. Pastor Ng'ang'a anaweka mke wake kwa position ya kuji-explain. Jamani, wanawake, tafuta pesa yako, toa familia yako kwa umaskini. Mwanaume akikuja kwa maisha yako ajue ako kwa maisha yako kwa sababu umemchagua, sio eti kwa sababu hauwezi kujilisha, sio eti kwa sababu hauwezi kujivisha. Hapana, vile unajiweka wewe kama mwanamke ndio itafanya mwanaume atakuheshimu, ndio itafanya mwanaume atakuongelesha na heshima. Sio vile hawa wanaume wanaongea. Spaki tulisikia juzi vile aliongelesha mke wake. Tena tumesikia Pastor Ng'ang'a mbele ya umati ya watu. Wale washirika wa Pastor Ng'ang'a ni wale ambao wanafaa kuheshimu mke wake kwa sababu ni mke wa mchungaji. Imagine sasa wale watu watarudi kuheshimu yule mwanamke. Tena kitu kingine, wanawake, sio kila mwanaume unafaa kuolekea. Mwanaume mwenye ana belong to the streets, tafadhali muache huko kwa streets apambane na wana streets wenzake. Mwanaume mwenye amezoea maisha ya street, hata akikuja kwa maisha yako haezi kujifunza kukuongelesha na heshima. Atakuongelesha only vile amezoea kuongelesha watu kule kwa streets. Sio kila mwanaume unakubali kwa maisha yako. Angalia mwanaume mwenye amekomaa jamani. Angalia mwanaume mwenye anaongea maneno ambaye yako na heshima. Angalia mwanaume ambaye anaheshimu watu, pia yeye mwenyewe anajiheshimu. Sio tukiona tu mwanaume amekutongoza akili yako inakwambia ati sasa nimepata mwanaume. Hapana, chunguza mwanaume umsikie. Huyu ni mwanaume mwenye amekomaa kiakili. Huyu ni mwanaume mwenye anaheshimu mtu. Kuna maneno ya kuongelesha watu, kuongelesha mke wako au mume wako hadharani, na kuna maneno ya kuongelesha watu publicly. Lazima ujue tofauti. Nimehisi vibaya sana kuona hiyo video. Huyo mwanamke mpaka yani amedidimia. Mpaka self esteem inaisha kwa sababu ya vile bwana yake anamuongelesha. Wanawake, sio kila mwanaume wa kuolekea. Ninarudia tena, angalia unaolewa na nani. Wachaneni na watu wenye watu wa streets. Wachaneni na watu wa streets. Mtu mwenye hawezi kujifanyia kazi ajirekebisha hata kama amezaliwa streets. Wachana na yeye akae na watu wa streets, aongeleshane na hao watu huko. Another thing, wanawake, maneno ya kwenyu, koma kuambia mwanaume maneno ya kwenu. Mwanaume sio rafiki yako. Angalia maturity level ya mtu before uanze kumwambia mambo ya kwenu. Kuna ule mtu ambao utamwambia maneno ya kwenu, atatumia hayo maneno kinyume chako. Wakati ile mtakosana ataanza kukudalilisha na kukuanika. Sio kila mwanaume ako na hekima huku nje. Sio kila mwanaume ako na ile roho ya kusema huyu mtu hata kama tumekosana maneno yake iko safe na mimi. Kuna wale watatumia hayo maneno kukufanya uonekane vibaya, kukupicture vibaya, kukudalilisha, kukupaka matope. Kuna mambo usiambie bwana yako hata kama mnapendana kiasi gani. Pima maneno ambayo unaambia mume wako. Angalia akili ya mume wako. Angalia mtu vile mkikosana uanga na kuongelesha. Narudia na nitarudia tena. Ukitaka kujua mtu akili yake inakaanga aje, ngojea ile siku yenye mtakosana. Wakati mmekosana, maneno yenye mtu anakufanyia na maneno yenye mtu anakuongelea, hivyo ndio hiyo mtu ako. Kaa na yeye kimakini. Msome na ufunge mdomo yako na ujue huyu ni mtu mwenye nitakuanga nina roll na yeye kulingana na level yake ya maturity. Fanya kazi. Mwanaume akikuja kwa maisha yako atakuheshimu kulingana na vile umejiweka. Atajua huyu hajanifuata kwa sababu ya unga, hajanifuata kwa sababu ya mafuta. Hapana, atajua huyu mwanamke anajiweza, anaweza kujihudumia. Anajua huyu mwanamke nikitoka kwa maisha yake saa hizi atajilisha na atajivisha. Wanaume wanawadharau kwa sababu ya vile waliwapata. Vile wanaume waliwapata ndio inafanya wanawadharau. Kuna wanawake huku nje wanaume hawawezi wadharau, hawawezi hata kuwaongelesha vibaya. Juu waliwapata kama wamejisimamia. Waliwapata kama wanajiweza. Kama wewe unajua hujaolewa,
na bado uko kwa maisha umaskini, na bado kwenyu ni maisha iko ya umaskini, fanya juu chini ujitoe kwa hiyo maisha kwanza. Mwanaume awapate kama mko pale pazuri, akuheshimu wewe plus na wazazi wako. Hakuna kitu huwa inaumiza roho kama mtu kukutusi plus na kwenyu na kukukumbusha vidonda ambavyo ulikuwa umepona. Wanawake, that's my message today, na nimekasirika vibaya sana.